London boy. Naam. Mambo vipi? Alhamdulillah. Show kali. Namshukuru Allah. Naona mnaendelea kujinoa bwana Mwembe Makumbi. Mmepania? Yaani hii haijaisha. Na kama walidhani labda tunatania au tunaongea tu mitandaoni, basi wanatukosea, kwa sababu wewe umekuwa shuhuda hapa leo ulivyokuja. Wachezaji hawafanyi mazoezi tena ya mpira, sasa hivi wanafanya mazoezi ya kivita. Ukimaanisha nini? Tunaenda kutafuta alama 3 dhidi ya mnyama. Kwa lazima ufanye mazoezi ya kivita kuhakikisha ndani ya dakika 15 za mwanzo tayari una alama zako 3 mkononi. Kwamba mmewapania sana Simba Sports. Yaani wakitaka wanatupa alama 3, hawajataka wanatupa alama 3. Kwa nini mmewapania Simba Sports Club? Kwa sababu tuweze kufuzu kuingia hatua ya nusu finali. Ili tuweze kufuzu, mchezo pekee ambao umebakia dhidi ya Simba. Ili tumfunge Simba, manake ndo tunaweza kupata alama 3, zinakuwa 4, tunafuzu kuelekea nusu finali. Na nini kinakuaminisha kwamba mnakwenda kumfunga Simba Sports Club? Kwa sababu mara kadhaa tukizungumza na wewe ni mtu ambaye unaonekana kujiamini sana. Na tukiangalia kikosi cha Simba wengi wanakiogopa. Hao ambao wanakiogopa labda kutokana na jina la timu. Jina la timu linaitwaje? Simba Sports Club. Wanaogopa hilo jina la timu. Lakini tukija hapa kwenye field of play nadhani ni the same. Pengine hata quality labda natuzidi 2-3 tu, kutokana na labda wana experience kubwa, wamecheza michuano mizuri mikubwa kuliko sisi. Lakini kitu ambacho kinaniaminisha zaidi kwa sasa hivi, yani tunazungumzia msimu huu, atuzungumzii vitabu, namba, rekodi, historia, hapana. Tunazungumzia msimu huu wa NMB Mapinduzi Cup. Ni jeshi langu. Jeshi lako likoje? Jeshi langu ni jeshi ambalo wewe mwenyewe tukiliona unajua kabisa hawa wanaenda kunipa alama 3. Na kuna nani ambao wanakupa kiburi sana, kwa sababu tunaona mechi yako ya kwanza umetoka sare na Fufuni. Lakini najua wanazungumzia huyu anasema anaenda kumfunga Simba wakati mechi ya Fufuni ilimshinda akatoa suluhu. Kumbuka Fufuni tumecheza nao Kisiwani Pemba kule, wakatufunga alama au wakatufunga goli 1, kwa maana wakapata alama 3 katika mchezo wa ligi. Tumekuja hapa wametufunga wao, tukarejesha sisi goli kupitia kwa Abdallah Idipina. Usajili umeanza kutulipa. Na pengine Fufuni tunajuana, ndio maana imetokea ile ambayo imetokea. Ila wanakuja Simba kipindi ambacho sisi tuna njaa. Yaani wamekuja kipindi kibaya kuliko vipindi vibaya vyote ambavyo Makumbi Sita wamewahi kupita, kwa sababu sasa hivi kocha Sheha pamoja na benchi la ufundi pamoja na mmiliki wa timu yetu Salum Pondeza, tunahitaji matokeo. Tunahitaji sasa hivi kupata furaha ya makombe, tunahitaji ubingwa zaidi kuliko chochote. Wamekuja kipindi kibaya ndugu zetu. Yaani bora wangeomba wasipangiwe na Makumbi Sita kwa wakati huu, wangepangiwa baadaye kidogo, kwa sababu sasa hivi tuna njaa, tunahitaji mafanikio. Yaani hicho ndio kitu ambacho tunahitaji kuliko chochote kile. Na miongoni mwa mafanikio ambayo tunahitaji ni kuchukua ubingwa wa NMB Mapinduzi Cup. Leo nimebahatika kuwaona Simba Sports Club wakitua pale. Wana watu wanatisha, unajua Hata sisi tuna watu wanatisha wao, unaona? Abdallah Idipina umemwonaje? Pina uko vizuri, hakuna mtu ambaye anaweza kubeza uwezo wake. Karaga San Didi. Sasa hivi Tanzania hii, yani sizungumzii Kisiwa, nazungumzia Tanzania hii. Ukitoa beki wakati quality bora Ibrahim Abdullah Baka, beki anayefuatia kwa quality ile na ubora ule ni Samir Khamis Karaga San Didi. Tupe sifa zake japo kwa uchache kidogo. Unamwona Ibrahim Baka alimkaba Osimhen katika mchezo wa Nigeria ule wa AFCON. Ukimwangalia tu Ibrahim Baka, basi ukija kumwangalia na Karaga ni the same. Tofauti tu ya jina na timu ambazo wanachezea. Kwa hiyo mimi sina wasi. Nina mtu anaitwa Mustafa Mohsin Paki, holding hiyo namba 6. Nina mtu anaitwa Cholo, namba 6 nyingine hiyo. Nina mtu anaitwa Yakub Said aka Kenny. Mwonaje Kenny? Kuna timu ya taifa ya Morocco ambayo tunacheza nayo tarehe 4, wana kiungo mmoja kama sikosani anaitwa Onai. Ni mdogo hivi, mdogo hivi. Ukimwangalia yule ni copyright na Kenny Ali Mwambungu wa kikosi cha Makumbi City. Kwa hiyo mechi ya Simba kwanza watateseka sana. Kwanza mwalimu wao na mshauri awape maji mengi mazoezini, wazoee. Kwa nini? Watateseka sana. Watafata sana jasho. Watafata sana. Huo mchezo utakuwa ni mpira uko chini tu. Ukienda juu ni makosa. Yaani kama tunaweza kuombea hata referee, tukipiga haibo japo 2 za ovyo atupige hata kadi. Mchezaji ambaye atapiga haibo ya ovyo apigwe yellow card. Mpira wote utakuwa chini. Yaani hiyo mechi inawahurumia sana. Yaani sijawahi kutoka hadharani hivi nikaongea mechi na confidence na raha tayari naiona kwa kikosi changu kama mechi hii. Ni mechi nyeupe kabisa, nyepesi kuliko zote. Baada ya mimi kuzungumza na wewe ukatamba kama ambavyo unaendelea kutamba leo hii. Kuna wadau mbalimbali waliibuka mitandaoni wakasema kwamba
kuna mtu tunamuona kabisa, kwa maana ya wewe hapo msemaji wa Mwembe Makumbi, ajitengenezea mvua ya magoli mengi kweli kutoka kwa Simba Sports Club. Na leo nikaangalia mazoezi ya Simba Sports Club, nikagundua kwamba kuna balaa zito linapikwa, kwamba wamekuja wakiwa konganga kweli. Umeangalia mazoezi ya Simba? Umeangalia mazoezi ya Makumbi City? Nimeangalia. Umeona nini? Pia balaa nimeliona. Ndani ya dakika 15 za kwanza. Na niwaambie tu, wasije wakaona mimi mchawi au mtabiri. Mechi hiyo itakuwa na goli hili moja tu. Tunashinda goli hili. Dakika 15 za kwanza sisi tushamaliza mechi. Kwa hiyo zilizobakia zote tunakamilisha dakika 90 tuweze kumaliza mchezo. Salama na amani. Na kama nimeona amekuja haja na ngongo nyingi safi, kwa sababu hatokaa muda mrefu kisiwani hapa. Wanacheza Jumamosi tunawafunga. Baada ya hapo kama sikosea watacheza tena Jumatatu na Fufuni. Hiyo nayo pia watapoteza tena au watasuluhu. Wakimaliza hapo wanapanda boti wanarudi tena Dar es Salaam kujiandaa na michuano mingine. Hiyo watakuwa wameishia hapa. Hawana muda mrefu wa kukaa hapa kisiwani. Kumbuka wamekuja hapa. Na niwaambie tu, sisi tupo nyumbani. Hapa sasa hivi hatutafuti wapi tukalale, kwa maana ya hoteli tukalale. Hatutafuti sijui wapigeni basi lije, hapana. Sisi tunatoka kambini, tunakuja uwanjani. Tunatoka uwanjani, tunarudi kambini. Tupo kwenye ardhi ya nyumbani. Hivi kuna mtu anafungwa kwao? Wengi sana. Wao sio sisi. Hao ambao tunacheza nao Jumamosi, kuna kipindi walikuwa wanaitumia ile slogan ya kwa Mkapa hatoki mtu. Sasa hivi New Amani Complex hatumwachi mtu. Hii haijaisha. Ninyi hao hatumwachi hata siku moja. Mwembe Makumbi City. Mwembe Makumbi City tunaenda kumtoa Simba kwenye michuano. Hatumwachi hata siku moja. Je, nikisha. Ni kutokana na ile sababu ambayo ulisema kwamba mtakwenda Pemba, mtakwenda sijui wapi kule. Timu tayari inafanya kazi hizo za ndani. Nilikupa siku ile dadangu, lakini tayari timu inafanya kazi huko. Ndio watu wanasema kwamba kwa hiyo mnajisifu mambo ya ulozi tu. Acha tujisifu, tupo nyumbani. Tuko nyumbani. Sio uwezo wa kucheza uwanjani. Wakitaka tunawafunga, wasitake tunawafunga. Alama 3 tunazipata, tuna qualify nusu finali. Yaani manake tumedhamiria, na ndio maana tunaondoka na slogan ya kuwa hii haijaisha. Ndio mnakwenda nayo hiyo. Hiyo ndio kauli mbiu yenu. Hii haijaisha. Kauli mbiu ya michuano yote Mapinduzi kwa ninyi au? Kauli mbiu ya michuano yote tunatumia Mapinduzi Cup imetiki. Au imeitika. Ila kauli mbiu ya mechi ya Jumamosi ni hii haijaisha. Lakini kwa nini kwa Simba Sports Club? Ndio amekuja wakati huo. Hatuwezi kumwambia Azam, Singida au Yanga kwa sababu hatuchezi naye. Tuna focus na yule ambaye amekuja kutaka balaa kutoka kwetu na atalipata. Wachezaji wanakusikia, lakini kile ambacho unakizungumza. Watimetu. Na kwa bahati nzuri leo wakati hiyo timu inaingia asubuhi, hiyo timu hujui jina? Simba Wagao Tamu. Wakati wanaingia hao Wagao Tamu asubuhi, kabla ya kwenda kutupa sisi raha Jumamosi, nilikuwepo pia bandarini pale, niliwaona na nikatoka pale nikarudi kambini, nikaonyesha kijana wangu. Nikaonyesha kwamba jamani, mnaona hawa ndo walioingia. Kama kuna wengine watakuja pia nao tunawasubiri. Ila waingie mapema, waangalau wafanye mazoezi ndani ya Zanzibar mapema kabla mchezo wa Jumamosi, kwa sababu kuna balaa zito sana tunaliandaa juu yao. Hiyo mechi ndio mtapokuja kusema huyu kocha hana mbinu, huyu kocha hafai, huyu kocha amekuja na mifumo yake ya kutoka South Africa, au huyu kocha ametumwa. Wanatumia sana hiyo misemo akifungwa. Au hiyo mechi ndio utakuja kusema labda mwenyekiti hafai, kwa nini ametuletea kocha huyu? Mechi ya Jumamosi kocha itakuwa hatiani kufukuzwa. Baadhi ya viongozi wa bodi wa timu yao watakuwa hatiani kwamba wajiuzulu, na wengine wengi sana. Hata ibuka mengi dadangu, kuna surprise nzito tunaiandaa. Tupo kamili gado juu ya mchezo wa Jumamosi. Hatubahatishi. Tumeshapoteza sana muda, tumeshacheza sana kwenye hii ligi. Mchezo wa kwanza dakika 90 zimetosha kabisa sisi kucheza. Jumamosi hii tarehe 3 Januari 2026 unakuwa ndio mchezo wetu wa kwanza tunaanza nao katika huu mwaka. Tunaenda kuzichukua alama 3 dhidi ya Mgao Tamu. Na sisi walao wenzetu wakianza kusema tumepata utamu kutoka, wengine wanasema mai wao, wengine mwenyekiti wangu Zaka ametusajili kwenye chama ambacho yeye ametoka kupata utamu. Na sisi angalau tujisifu kwa visiwani, tunawakilisha timu zote za visiwani kwa msimu huu. Tumepata utamu kutoka kwao, ndugu zetu wanaogea utamu. Kwa muda nilikuwa nakusikia unasema kwamba Masanza kafanyaje? Alafu ndugu yangu Masanza bana, yeye yakishamshinda anachokoza mambo alafu hayawezi. Amesema kuwa chama chetu hakijasajiliwa. Yeye hana shida ya kujisajili katika vyama vya kihuni. Nimwambie tu Masanza, ndugu yangu, kaka yangu,
hiki chama kimesajiliwa. Sisi mpaka unatuona tuna akili zetu timamu na mwenyekiti wetu Babu Zaka anatusajili kwenye chama. Hebu ajiulize, Kamwe yumo kwenye chama, Zaka yumo kwenye chama, mwenyekiti, mimi rais wa wasemaji kutoka Zanzibar nipo kwenye chama. Au watu watatu pia nao wahuni basi kwamba waingie kwenye chama cha kihuni. Kama ni chama cha kihuni, kama aingie kwenye chama cha kihuni. Babu Zaka akubali watu waingie kwenye chama cha kihuni. Chama chetu kimesajiliwa na kinatambulika kabisa, na tunapokea watu wengine ambao wanataka kujiunga na chama. Na hii niwaambie, tuna exclusive kabisa. Jumamosi baada ya mchezo napo katibu rasmi wa chama. Watakaotaka kujiunga kwenye chama hawatoenda kwa Babu Zaka, watakuwa wanapitia kwangu. Zile fee za usajili, kwa sababu nitaanza kutoza na fee baada ya kupata utamu Jumamosi. Kwa zile fee za usajili zitapitia kwangu, ndipo zipitishe kwa Babu Zaka. Kwa Masanza chama chetu kimesajiliwa hiki na kinatambulika. Ukitaka haya makorokoro yote ya usajili, rudi kwa mwenyekiti wetu Babu Zaka. Wacha Kishai TV tuendelee kutunza risiti. Ili mambo atakavyokuwa. Kitu ambacho nakuomba baada ya dakika 90 unifuate. Muhimu sana. Nikiwa na alama 3 zangu, sio tu kunifuata mimi, uwafuate na wao pia uwahoji. Inshallah. Maana afu wakifunga mara nyingi wanakimbia wale. Nitahakikisha mechi hii ya Jumamosi, Steward, hata kama pesa mfukoni nitatoa. Nitaombea hata bosi wangu Pondeza atoe. Hakuna kutoka gari mpaka waongee na waandishi wa habari. Waeleze kwa nini wamefungwa na Mwema Makumbi City. Wasikimbie, yani wasikimbie. Jumamosi kitakacho wakuta pale Nyomani Complex, wasikimbie. Basi sawa, tuseme inshallah. Tunza hii.